Mambo vipi mtazamaji wa Jimbi TV, mdau wa soka, mwana michezo? Ni wakati wako sasa wa kwenda kufahamu habari zote za kimichezo ambazo zimeweza kujiri katika upande wa kitaifa, kimataifa. Lakini leo hii nikwambie kwamba nipo katika uwanja huu wa Shelly Complex hapa jijini Dodoma, ambapo leo hii tunaenda kufanya exclusive interview na mchezaji kutokea kwa wakulima wa zabibu Dodoma Jiji Football Club. Si mwingine ni Geoffrey Kasanga, ambaye yeye ni kijana mdogo ambaye ametokea under 20 ya Dodoma Jiji. Utakuwa nami Azad Sefu International Sound, sauti ya kimataifa. Nachokusini kwamba endelea kufuatilia Jimbi TV ili uweze kufahamu kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa. Sehemu ambazo tunapatikana ni YouTube, Instagram and Facebook, ambapo huko utapata habari zote katika upande wa kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo awali, leo hii nimepata nafasi ya kuja kuzungumza na mchezaji kutoka kwa wakulima wa zabibu Dodoma Jiji Football Club, ambaye ni kijana mdogo. Atatuelezea kuhusiana na maisha yake ya soka, alipotokea hadi alipofikia. Mambo vipi? Poa. Poa. Yeah. Kwa faida ya watazamaji ambao wanakufuatilia sasa hivi kupitia Jimbi TV, unaweza kuambia unaitwa nani, lakini pia ni mzaliwa wa wapi? Naitwa Geoffrey Kasanga, mzaliwa kutoka Morogoro. Morogoro, Wapogoro? Ya, Wapogoro. Sawa, Kasanga, watu wengi sana wanatamani kufahamu. Je, story yako ya mpira ilianzia wapi hadi ulipofikia hapa katika hii timu ya wakulima wa zabibu? Historia yangu ya mpira ilianzia mtaani. Nacheza mtaani. Baada ya kucheza mtaani nikapata fursa ya kuja katika kituo cha Fonteni. Baada ya Fonteni nikapata tena fursa katika kuja kituo cha Makole. Baada ya hapo nikachukuliwa na timu ya vijana Dodoma Jiji. Baada ya hapo katika kupambana nikapata fursa ya kupandishwa timu kubwa msimu uliopita, ambapo ni dirisha dogo. Fountain ulidumu kwa muda gani? Fountain ulidumu kwa miaka 2. Ambapo safari yako ilikuwaje? Ilikuwa ngumu kidogo. Ndio changamoto za mpira. Nilipambana pale, mambo yakashindikana, nikahamia kituo kingine. Ni changamoto zipi ambazo, yaani hizo changamoto sasa ndio tunataka kuzifahamu, kwa sababu kuna watu wengine labda wana ndoto kama ya kwako, wanatamani kufika pale ambapo wewe umefika. Sasa hizo changamoto sasa ndio tunazihitaji ili watu wengine waweze kufahamu zaidi. Changamoto kubwa ni kuaminika kwa walimu. Hiyo ndio changamoto kubwa. Kama mchezaji ataaminika na mwalimu, haitakuwa changamoto. Unataka uniambie kuaminika na walimu? Sikuaminika zaidi na walimu. Unafikiri sababu ilikuwa ni nini? Sijajua sababu ni ipi. Lazima utakuwa unajua sababu. Hapana, sijui, kwa sababu kila mwalimu anapofundisha anaangalia na uchezaji wa mchezaji. Kila mwalimu ana aina yake ya mchezaji anayemhitaji katika kumtumia. Sawa, ulisema baada ya kutoka Fountain ukaenda Makole. Hapa Makole ilikuwaje? Na ilikuwaje mpaka ukatoka Fountain ukaenda Makole? Kutokana tu na changamoto pale, nikaona mambo yanaenda vibaya, nikapata fursa nyingine ya kwenda Makole. Nilipoenda Makole mambo yakawa vizuri, Mungu akasaidia. Nikaungana na timu ya vijana ya under 20 Dodoma Jiji. Baada hapo nikapata fursa ya kupandishwa timu kubwa, ambapo msimu uliopita katika dirisha dogo. Muendelezo ndio ukawa hivyo na mpaka sasa hivi. Sawa, kabla tujaenda mbele zaidi, turudi nyuma kidogo kwenye elimu yako. Tuelezee kuhusu elimu yako. Elimu yangu nimeishia form 4. Umesoma katika shule gani? Ipo sehemu gani? Shule ya msingi nimesoma Morogoro, katika wilaya ya Kilosa, kata ya Kidodi, kijiji Tundu. Baada hapo baada kuhitimu darasa la 7 form 1 mpaka form 4 nikasoma shule kutoka Iringa inaitwa Rutangilo. Yeah. Vipi, wazazi wote bado hapo, na unafikiri ni nani ambaye anakusupport sana kwenye maisha yako ya soka?
Wengi walikuwepo karibu yangu wananisupport. Ni wengi. Siwezi nikataja majina lakini ni wengi. Kuna yule ambaye anakuaga yuko mstari wa mbele kabisa kiasi kwamba hata ukipata changamoto yoyote unaweza kumpigia simu kama ukamweleza bwana nimepata hichi na hichi akawa anakutia moyo. Yuko mstari wa mbele ni wengi, kila mmoja katika nafasi yake yupo mstari wa mbele. Wote walionizunguka kila mmoja ana nafasi yake. Wakati Kasanga yuko Fountain, alipata nafasi ya kusafiri kwenda nje. Mimi sitaki niseme sehemu gani, tuelezee kuhusu hilo hapo. Nilipata nafasi ya kwenda nje kushiriki tournament, ilikuwa ya siku kama 10 na timu ya Fountain. Ilikuwa ni Misri ambapo tulienda kwenye hiyo tournament. Katika tournament ilikuwa kuna kuchaguliwa wachezaji. Bahati mbaya sikubahatika kuchaguliwa, tukarudi kuendelea na mapambano hapa Tanzania. Wakati huo unaenda Misri, ulitokea kwenye klabu ya Fountain ama ulikuwa umeshaingia tayari kwenye hii under 20 ya Dodoma Jiji? Huo nilishaingia under 20 ya Dodoma Jiji, lakini ilitokea fursa. Kuna mwalimu wangu ambaye alikuwa Fountain akanipa taarifa, akanihitaji na mimi niungane niende. Nikaomba ruhusa, nikapata ruhusa. Nikaenda. Tunatamani kujua maisha yako kwenye timu ya under 20 ya Dodoma Jiji. Ilikuwaje mpaka ukapanda kwenda timu kubwa? Maisha kuwa mabaya. Maisha ni changamoto tu ndogo ndogo ambazo mchezaji yote lazima apitie. Mapambano yaliendelea. Nikaonekana katika kijana ambaye napambana, najitahidi, nikapata hiyo fursa ya kupandishwa timu kubwa. Ulitumiaje hii nafasi, kwa sababu ukiangalia kwenye timu yenu ya under 20 kuna vijana wengi sana ambao uko nao muda mrefu. Hii nafasi kwako ulichukuliaje? Kwa sisi vijana ukipata nafasi kama hiyo lazima uiangalie sana, kwa sababu nafasi kama hizi haziji mara mbili. Inakujaga tu mara moja. Kwa hiyo ukizubaa mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo nilipopata nafasi nikajitahidi zaidi na zaidi na walimu wakaniamini. Sanga, ukiachana na mpira, tunafahamu vijana wengi sana, hata inawezekana hata na mimi pia, wakati tunaanza shule, labda shule ya msingi, sekondari, tunakuwa na ndoto tofauti. Je, kwako hii ilikuwaje? Ulikuwa na ndoto ya kuwa daktari ukajikuta umeangukia kwenye mpira ama ilikuwaje? Hii ni ndoto yangu na ni kipaji changu, sio kwamba nimekurupuka. Ni kipaji changu tokea mdogo ambapo nimeanza kujielewa. Nipo shule ya msingi darasa la kwanza. Ni kipaji changu ambacho nimezaliwa nacho. Sawa, kwa kumalizia kabisa, unawaambia nini vijana wenzio ambao wanakutazama sasa hivi? Kuna mwingine labda ana ndoto ya kuwa mchezaji kama wewe, lakini kutokana na zile changamoto ambazo anazipitia inashindikana kwa namna moja ama nyingine kufikia pale ambapo alikuwa anapaisaji. Mimi nawaambia vijana wenzangu katika utafutaji wote wa maisha, hasa kwenye soka letu, changamoto zipo nyingi, lakini kikubwa ni uvumilivu, nidhamu. Yaani ukiwa navyo hivyo, changamoto zile huwa mtu unazipitia na unazishinda kabisa. Sawa, mtazamaji wa Jimbi TV, tulikuwa na Geoffrey Kasanga ambaye yeye ni mchezaji kutoka kwa wakulima wa zabibu Dodoma Jiji Football Club, ambaye tumeweza kuzungumza naye kiundani zaidi kuhusiana na maisha ya soka kuanzia pale alipotokea hadi alipofikia. Yaweza kuwa story yake ikaja kuwa funzo kwa watu wengine, lakini pia story yake ikaja kuwa nafasi kwa watu wengine, ikawasaidia kufika sehemu moja ama nyingine. Hii ni Jimbi TV, ulikuwa nami Azad Saif International Sound, sauti ya kimataifa. Siku zote nakuambia kwamba nikiwa sehemu hakuna kinachokosekana. Jambo la kufanya ni kusubscribe, kushare na kulike, usisahau na kucomment ili kwanza kupata habari zote katika upande wa kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Hadi wakati mwingine. Bye bye.